Maji ya kitunguu maji yanaweza kufanya kazi ya ukuzaji mkubwa wa nywele. Unaweza kupaka maji yake mara 2 kwa wiki. Tiba hii ya asili inaweza kufanya kazi kwenye aina nyingi tofauti za matatizo ya kukatika kwa nywele, iwe ni ya mfumo wa kinga ya mwili, autoimmune, lishe, au hata ukuzi wa aina fulani ya fungus au vimelea vya magonjwa. Au wale wanawake ambao kichwa kinatoa unga, hii ni kiboko yao. Inawafaa hata wanaume pia. Na utakuwa ukitumia maji ya kitunguu maji ili kupata matokeo bora. Sasa leo nitakuonyesha jinsi ya kuongeza nguvu kwenye kichocheo hicho ili kupata matokeo bora zaidi. Unapaswa kuwa nayo kwa sababu kuna vitu vingi sana huko nje ambavyo kwa kweli havifanyi kazi kabisa. Vinanadiwa sana kuhusu kukuza nywele na kuimarisha nywele, ila hakuna matokeo. Leo kitunguu cha 200 kitaokoa pesa yako unayonunuaga kuza ya 20,000 na hakuna matokeo ya kudumu. Watu wanataka kujua labda nywele zangu zitanuka kama kitunguu. Hapana, utaosha nywele zako mara 2 baada ya kupaka hii. Hakutakuwa na harufu yoyote ya kitunguu. Baada ya kukueleza kuhusu utengenezaji na matumizi ya maji ya kitunguu maji, nitakueleza tena njia 2 za kuongeza nguvu kwenye hayo maji ya kitunguu maji ili upate matokeo bora zaidi. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina, mtaalamu wa mitishamba kutoka Naturemed Supplies. Namba zake ni +255 748 294 113, ambazo pia zinapita chini ya screen ya video hii. Usisahau kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake. Pia kwenye sehemu ya comment nimepini link ya group la WhatsApp ambalo litakufanya kujua mambo mbalimbali kuhusu afya. Unaweza kujiunga kwa kubonyeza link hiyo. Ni nini hasa kilichopo ndani ya kitunguu maji kinachoweza kusaidia nywele zako? Kimejaa kiberiti, sulfa. Kiberiti si lazima kihusiane na kukatika kwa nywele, lakini kinahusiana na malighafi inayoweza kusaidia kujenga protini kuu kwenye nywele ambayo inaitwa keratin. Keratin hii inategemea kiberiti. Vitunguu maji vina kiasi kikubwa zaidi cha quercetin. Quercetin itasaidia nywele zako. Moja ya mambo makubwa zaidi ambayo quercetin hufanya ni kwamba inasaidia kuzuia hali hii ya seli za T cell za mfumo wa kinga kushambulia mwili wenyewe. Ikiwa kukatika kwa nywele kwako ni alopecia, ambapo una mabaka ya nywele yanayonyonyoka, inaweza kukusaidia. Zaidi ya yote, quercetin husaidia kuongeza homoni za ukuzaji za vinyweleo, hair follicles, ambavyo viko kwenye mzizi wa nywele yenyewe. Na juu ya hayo yote, quercetin ni kizuia vimelea antimicrobial chenye nguvu, ikilinda ngozi ya kichwa chako dhidi ya ukuzi wa chachu, yeast, fangasi, ukungu, mold. Na ikiwa pia una mba au matatizo mengine yanayotokea kwenye ngozi ya kichwa, hiyo inaweza kukusaidia pia. Jinsi ya kuandaa na kutumia. Acha nikuambie kwa urahisi jinsi ya kufanya, na kisha nitaingia kwenye mabadiliko machache ya kichocheo hiki ili kukipeleka kwenye hatua inayofuata. Kichocheo hiki chote kinategemea kitunguu maji chekundu cha asili, organic red onion, kwa sababu chekundu kina quercetin nyingi zaidi. Chukua kitunguu maji kimoja, kikatekate katika vipande vidogo, kiweke kwenye blender na ukisage kabisa. Kisha utachukua mchanganyiko huo uliosagwa na kuupitisha kwenye kitambaa cha jibini, cheesecloth, ili uweze kutenganisha maji hayo kwenye chombo. Sasa itakuwa vizuri ikiwa una aina fulani ya chupa ya kubana, squeeze bottle, ambayo unaweza kuyaweka ndani yake, lakini hauhitaji kabisa hiyo. Unachohitaji tu ni chombo kidogo, labda kopo la kioo, mason jar. Matumizi yake. Kisha jambo linalofuata utakalofanya, unapoenda kuoga, utafanya nywele zako kuwa na unyevu. Na kisha utachukua maji haya na utaanza kuyasugua, massage kwenye ngozi ya kichwa chako na mizizi halisi pia kwa dakika chache. Mara baada ya kuyasugua kwenye nywele, utatoka bafuni, utajikausha mwili wako na kisha uache mchanganyiko huu kwenye nywele zako kwa takriban dakika 30. Lakini mimi binafsi ningependekeza kuuacha kwenye nywele zako kwa saa 1. Na unaweza tu kutumia kofia ya kuogea, shower cap pia. Kisha utakachofanya ni kurudi bafuni, kuusuuza, osha nywele zako kwa shampoo kwa kweli mara 2 ili kuondoa harufu yoyote ambayo unaweza usiipende. Utafanya hivyo mara 2 kwa wiki, sawa? Kwa takriban wiki 4 hadi 6. Sasa, kwa upande wa ukuzaji wa nywele, unapaswa kuanza kuona ukuzaji fulani wa nywele baada ya wiki ya 3 au ya 4. Hatua ya juu zaidi, kupata matokeo bora zaidi. Sasa,
Tufanye matokeo yako yaende kwenye hatua inayofuata. Kuna mambo mawili unaweza kujaribu. La kwanza litakuwa zuri kabisa, lakini la pili litakuwa zuri zaidi. Njia ya kwanza, mafuta ya rosemary. Ni kuongeza tu kitu kwenye maji ya kitunguu. Utakuwa ukiongeza matone 5 ya mafuta ya rosemary oil. Ni nini kilicho maalum sana kuhusu mafuta ya rosemary? Kweli, katika jaribio la nasibu mnamo 2015 walilinganisha mafuta ya rosemary na moja ya dawa kuu za alopecia na waligundua rosemary yenyewe ilikuwa na ufanisi sawa na dawa hii. Mafuta ya rosemary yana virutubishi kadhaa vya mimea, phytonutrients, ambavyo vinapunguza uvimbe, anti-inflammatory, ni viondoa sumu mwilini, antioxidant, vinavyochochea ngozi ya kichwa kwa njia inayoongeza mtiririko wa damu, na ni zuri kwa masuala ya mfumo wa kinga ya mwili kujishambulia yenyewe. Maji ya kitunguu peke yake yameonyeshwa kuwa na ufanisi mkubwa. Kwa hiyo katika utafiti katika jarida la magonjwa ya ngozi, Journal of Dermatology, waligawanya kikundi hiki nusu, na nusu ya kikundi walichonyeza maji ya kitunguu kwenye nywele zao na nusu nyingine walitumia maji tu. Na ndani ya wiki 6 tu, kikundi kilichotumia maji ya kitunguu kilikuwa na matokeo ya 86.9. Na ninapozungumza juu ya matokeo, ninazungumza juu ya kuota tena kwa nywele kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na kikundi kingine ambacho kilitumia tu maji, kilikuwa na matokeo ya 13% tu. Utafiti mwingine unasema kikundi kilichotumia quercetin na walitenganisha quercetin kutoka kwenye kitunguu kilionyesha uotaji upya wa nywele katika vikundi vyote vilivyotibiwa, na kwenye vikundi ambavyo havikutibiwa hakukuwa na uotaji upya wa nywele. Njia ya pili, kuchachusha, fermentation. Sasa hebu tuongeze nguvu kwenye kichocheo hiki na kukipeleka kwenye hatua inayofuata. Kimsingi utaboresha maji ya kitunguu. Sasa unafanyaje hivyo? Utaenda kuyachachusha, ferment. Utachukua kitunguu kimoja, utatoa maganda, utakikata, unakiweka kwenye blender, chuja makapi, na kisha chukua mchanganyiko huo uliosagwa na uweke kwenye kopo la kioo, mason jar. Kisha utajaza kikombe kimoja cha wakia 8, 8 ounce cup cha maji, na kisha utachukua kijiko kimoja cha chai cha chumvi ya bahari, sea salt. Kisha utaongeza nusu kijiko cha chai cha asali mbichi, raw honey. Changanya vizuri sana. Weka kitambaa cha jibini juu ya kopo la kioo au hata kichungi cha kahawa, coffee filter. Kisha utakiweka kwenye meza yako ili kiweze kuchachuka kwa saa 72. Na utaanza kugundua ndani ya siku ya pili kuna hivi viputo vidogo vidogo vya CO2, viputo vya carbon dioxide vikitokea. Unachofanya ni kwamba unaboresha quercetin. Lishe iliyomo ndani yake pia itaenda kuboreshwa kwa sababu vimelea, vijidudu, microbes, kwa kweli vitatengeneza vitamini zaidi. Kwa hiyo kimsingi tunachukua dawa hii ya kuzuia kukatika kwa nywele, maji ya kitunguu, na tunaiongezea nguvu. Na pia pH ya maji ya kitunguu itakuwa ya tindikali zaidi, kufikia karibu 5, ambayo itakuwa ya matibabu sana kwa ngozi ya kichwa chako. Katika hatua hii, unahitaji kitambaa cha jibini ili uweze kutenganisha kiowevu na kukiweka kwenye ile chupa ya kubana, na kisha upake kwenye nywele zako kama vile nilivyokwisha kuzungumza, ambayo ni kufanya nywele zako kuwa nyevu, kisha kuzisugua kwenye ngozi ya kichwa chako kwa dakika chache, na kisha kutoka bafuni kusubiri kwa saa 1 ukiwa na kofia ya kuogea kama unataka. Kisha utarudi bafuni, suuza nywele zako vizuri sana na uoshe kwa shampoo mara 2. Na ningependekeza kufanya hivi mara 2 kwa wiki 6 au hata zaidi kulingana na hali yako. Mambo mengine ya kuzingatia. Mambo mengine machache muhimu ya kujua. Kuna mifumo mingi tofauti inayohusika na vitamini D katika ukuzaji wa nywele au kukatika kwa nywele, kiasi kwamba unapaswa kuwa unachukua angalau IU 10,000 au 20,000 za vitamini D3 kila siku, au upate kiasi kizuri cha jua. Na jambo lingine pekee unalohitaji kutilia maanani ni kuhakikisha unakula vyakula sahihi ili kusaidia virutubishi kwa ajili ya nywele zako. Nitakuandalia video nyingine itakayoeleza vitu unavyoweza kula ili kusaidia ukuaji wa nywele zako. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake
ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.